baada ya kujitafakari, na kwa sababu nina uwezo na uzoefu mkubwa katika chama, umri wangu katika chama ni zaidi ya miaka 16, lakini hata kabla ya hapo nimewahi kutumika katika chama cha NCCR Mageuzi zamani, enzi za marehemu Agustini Mrema. Kwa hiyo nina uzoefu ukichanganya na uzoefu zaidi ya miaka 20 na kitu. Kwa hiyo jambo hili mimi kama mtu mzima niliingia kwenye chama nikielewa kwamba sikufuata maslahi bali kuhakikisha kwamba tunaleta ukombozi wa kuwakomboa Tanzania, tushike dola na kutimiza malengo yetu mahususi ambayo tumejipangia. Tumekuwa tukiacha familia zetu, tunarudi hata usiku, tunaacha familia zetu, tunaenda kwenye vikao vya mbali. Tumekuwa tukitumia matumizi ambayo familia ingekuwa inaneemeka, lakini tunaitumia kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wengi kupata demokrasia ya kweli. Lakini badala yake weledi umekosekana, watu ambao hawakufanya kazi ya msingi ya kuhakikisha kwamba kweli tunania thabiti ya kukomboa Watanzania wenzetu, tuwe kitu kimoja, tuweze kujenga demokrasia ya kweli tukiwa na uchaguzi huru, tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Hivyo tunaweza tukakaa salama. Badala yake kunakuwa na vita ndani ya viongozi ambao wanatumika. Napenda kusema kwamba kitendo hiki kimekuwa sio mimi wa kwanza. Nimeona hata mara nyingi kwenye vyombo vya habari watu wanaondoka, lakini chama kimekosa uongozi wenye hekima kuanzia juu kipindi hiki, ngazi za juu, kuweza kudhibiti jambo hili, kuwaweka watu sawa zaidi, ili mtafaruku huu ambao watu wanaondoka wameshindwa kudhibiti, na hivyo ni heri nikajiweka kando. Ninapenda kusema kwamba ninaondoka katika chama hiki cha Chadema nikiwa nimeacha mtaji katika kipindi hiki cha uchaguzi wa 2024 katika serikali za mitaa, uchaguzi ambao ulikuwa mgumu sana. Na mimi nikiwa kama katibu mtendaji mkuu katika wilaya, niliweza kusimamia mambo haya katika hali ngumu sana. Maamuzi yote unakuwa unakabiliana nayo, na kuhakikisha kwamba mkurugenzi kule, afisa uchaguzi na viongozi waandamizi kule mnafanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba watu wetu hawaonewi kule, haki inatendeka. Walau tumepata kiasi. Tumepata katika jimbo lile au wilaya ile jumla ya viongozi 24, ikiwa na maana kwamba viongozi wenye viti wa vijiji 4 na wenye viti wa vitongoji 18, jumla 22. Kwa hiyo pamoja na baadhi ya wajumbe wa serikali za vijiji baadhi. Jambo hili halikuwa dogo, lakini watu ambao hawawajibiki, na hata ungemuuliza wewe umefanya nini, hana habari. Lakini bado kuna viongozi wanatoka juu, badala ya kuongea na wewe kwamba kiongozi kuna shida hii, mmefikia wapi, anakuwa kama Chadema inakuwa kama inatengeneza majungu. Anaongea na watu ambao sio viongozi halisi wa ngazi ya wilaya au jimbo. Wanaanza kuzungumza huko, baadaye wanakuja kama ulaghai, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo sisi, na mimi nikiwa mmoja wapo, hatuwezi kuendesha chama katika hali ya majungu. Mimi ni mtu mzima, mtu ambaye najitambua, mtu ambaye hata siasa pia niliweza kuisoma kwa kiasi fulani na ifahamu. Sio kwamba nimeingia kwa kukurupuka tu. Na pia naelewa misingi
ya kuheshimu uongozi wowote ule, si kwa ajili ya chama, hata ingelikuwa uongozi wa aina yoyote ambao uko hata ngazi za jamii. Kwa hiyo Watanzania wenzangu na pia waandishi wa habari, niseme kwamba uamuzi wangu ni huo, na nitafurahi kama Watanzania wenzangu na hasa jimbo la Magu na Mwanza yetu watapokea ujumbe huu na watanielewa kwamba ninachozungumza ni kweli, na ndio maana hata sehemu zingine wenzetu wameongea. Lakini kwa sababu hatuna watu wenye hekima ngazi za juu, imekuwa hata nikiondoka hapa, mitandao itaanza kurusha kama walivyoweza kunichafua kipindi fulani. Hiyo mimi nasema haya ni maamuzi yangu, waandike wanavyotaka, lakini ukweli utaendelea kubaki daima. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena kwamba nitaendelea kubaki kama Mtanzania ambaye ataendelea kutumikia nchi yake na hasa familia yangu, kwa sababu maisha hayako katika chama cha Chadema. Maisha hata kabla ya kujiunga na Chadema nilikuwa na maisha yangu, na hata leo naendelea na maisha yangu. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. BMG pamoja daima.